Vuta ni kuvute kati ya viongozi wa kaunti ya Nyamira kuhusu kinapofaa kujengwa chuo kikuu cha Nyamira. Hatimaye makubaliano yamefikiwa. Leo hii Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba pamoja na Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya wanashuhudia uzinduzi rasmi wa ujenzi wa chuo kikuu cha Nyamira katika wadi ya Itibo, eneo bunge la Mugirango Kusini. Hafla hiyo inafanyika katika uwanja wa Kiabonyoru ambapo Waziri Ogamba anatarajiwa kuwakabidhi wanakandarasi rasmi na kutoa mwelekeo wa utekelezaji wa mradi huo. Ujenzi wa chuo hiki unatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu ya juu, si tu kwa kaunti ya Nyamira bali pia kwa maeneo jirani. Wakazi wa Kiabonyoru ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisubiri kwa hamu fursa ya elimu ya juu katika eneo lao, sasa wanaanza kuona mwanga wa matumaini. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu Kombo Alfayo ambaye yuko huko Kiabonyoru atueleze hali ilivyo kwa sasa. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, shughuli iko namna gani maeneo hayo? Naam, asante sana Paul Kirobi. Nipo katika uwanja huu wa shule ya upili ya Kiabonyoru ambapo kwa fursa mpiga picha wangu tukitazama kwamba wakazi wameweza kujaa katika uwanja huu. Ni shughuli ambayo kwa kweli imekuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu ili kuhakikisha kwamba hafla hii imeweza kufanikishwa. Mvutano uliweza kushuhudiwa mara ya mwisho wakati Rais William Ruto aliweza kufika katika eneo hili, huku wabunge wote wanne kutoka kaunti hii ya Nyamira wote wakitaka chuo hiki kuweza kufanywa majengo yake katika maeneo bunge yao. Lakini kwa sasa na baadhi ya wakazi ambao wamefika hapa tayari ili kuhakikisha kwamba wanashuhudia uwekwaji wa jiwe la kwanza la ujenzi wa chuo hiki. Tutakuwa nakaribisha pengine mweze mfika hapa karibu, mtueleze kwa jina lako ni nani na sasa siku ya leo unahisi vipi kama mkazi wa Kiabonyoru, kwa sababu chuo kikuu kinajengwa na ni chuo cha kwanza katika kaunti ya Nyamira. Kwanza kabisa mimi jina langu David Sokota. Mimi ni mkazi wa Kiabonyoru. Mimi nafurahia sana kuna wanafunzi wengi sana wanatoka sehemu hii wanaenda ma university mbalimbali kujitafutia shahada ya degree, na wengi wao wanakosa hata nauli ya kupanda gari. Sasa mimi niko na furaha. Kwanza nashukuru Mheshimiwa Joash Nyamoko kwa kufanya bidii mpaka kuleta hii university Kiabonyoru. Wakazi wengi kama mimi sasa biashara yetu itainuka, mashamba yetu hata tutapanda hata mahindi tuleta hapa kwa shule tujifanikishe. Mimi nimeshukuru sana na nimesema asante sana kwa university. Na asante sana. Pende na tupate fursa kusikiza sauti ya mama. Ukisimama tu pale utueleze wewe unahisi vipi hasa leo na ni nini kimekufanya wewe kuweza kufika katika hafla hili kuhakikisha kwamba unashuhudia au unakuwa mmoja wa mashuhuda wale ambao wanahakikisha kwamba chuo hiki kimeweza kuanzishwa hasa siku ya leo. Asante sana kwa nafasi. Leo kwa majina mimi naitwa Rose Mogambi, Stroke Freshian kutoka Kiabonyoru Ward. Ninashukuru sana kuona viongozi wetu wamejiandaa, wametuletea university hapa. Hiyo university itatusaidia kama kwa mama, kwa fanya biashara, tutauza mandazi, tutauza mboga, mandizi, tutauza chochote Kenya tuko naye nyumbani, hata maziwa ya ng'ombe, tutafuga ng'ombe, yani kila kitu kitafunguka. Pengine ni kipi kile ambacho unahisi kwamba kando na chuo hiki kuwekwa hapa unahisi kwamba serikali inafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba eneo hili linaimarika? Yani wakipenda serikali yetu itengeneze maparapara, iongeze masoko, tutafurahi sana. Na asante sana. Pia tupate mama wa mwisho atueleze furaha ulionayo siku ya leo. Waziri wa usalama wa ulinzi ambaye ni Soipan Tuya atakuwa anafika hapa na Waziri wa Elimu Migos Ogamba anafika hapa kuhakikisha kwamba wanaweka jiwe la kwanza la msingi. Wewe unahisi vipi? Kwa majina kwanza ninaitwa Spora Masini kutoka Nyaramba. Nina furaha tele ambayo isiyo na kiwango. Siwezi sema ni kiwango gani, lakini nina furaha ile ya juu sana kuwakaribisha wageni wetu na wakuu wetu kwa eneo hili, kwa sababu leo hili tunaweza kufungua hii university yetu ambayo imetutia mashaka moyoni na masikitiko tukisema ya kwamba itatimilika lini. Lakini Mungu vile ni mwema, leo hakika tumechionea kwa macho yetu. Mungu wetu na asifiwe, na university yetu iweze kufunguliwa na watoto wetu waingie ndani, kwa sababu ni karibu tunaweza kutoa hata mboga ndio watoto wetu waendelee na masomo. Alafu kitu kingine naweza ongeza, tulikuwa tumepanga uzazi lakini sasa tutaendelea kujifungua kwa sababu watoto wetu watakuwa wanaenda masomo hapa karibu.
Na asante sana Paul Kirobi, kama ulivyopata kusikia ni furaha tu wakazi katika kijiji hiki cha Kiabonyoru. Wanaeleza tu furaha walionayo, hatimaye ngoja haijaumiza matumbo. Wameweza kufanikiwa na kupata kila ambacho walikuwa kingojea. Sina la ziada ila kurejesha usukani, lakini kumbuka kwamba katika taarifa zetu za baadaye tutakuwa tunakufahamisha muda wote kutoka sasa. Waziri wa ulinzi ambaye ni Soipan Tuya pamoja na waziri wa elimu Julius Bigoso Gamba wanatarajiwa kuweza kufika katika uwanja huu ili kuhakikisha kwamba wao wanaweka jiwe la kwanza la ujenzi wa university hii. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni. Langu jina ni Kombo Alfayo kutoka wadi ya Itibo, kaunti ya Nyamira. Asante sana Kombo Alfayo ukiwa katika kaunti ya Nyamira kwa kutujuza kwa kina kuhusiana na ujenzi wa chuo kikuu.